Basi ndugu zetu wanahabari, nataka kuwasalimia sana kwa sababu ya kuja tuonane na tuweze kuangalia mambo ya siasa inavyoendelea katika taifa letu. Ndugu zetu, huu ni wakati wa siasa, ni wakati wa shida nyingi, watu wana maoni tofauti na hakuna chochote tunaweza kufanya tuondoe siasa katika vile mambo yalivyo Kenya. Naomba ndugu zetu, hata tukiwa tunafanya yale yote, naomba ndugu zetu tuone ya kwamba siasa yoyote ambayo inaweza kutupeleka katika mkondo wa ukabila, siasa hiyo tuikatae kabisa. Tungetaka wananchi wafanye siasa, lakini mambo ya ukabila iondolewe kabisa, kwa sababu shida na mbegu mbaya ya Kenya katika siasa ya Kenya wakati wote imekuwa ni ukabila. Na mimi najua kuna wengi ambao wameshindwa kujua siasa wataifanya vipi hata wakati huu, na wangetaka kutumia mbinu ya ukabila ndio watu wakosane, wagongane, wakatae kukubaliana kwa sababu ya mbinu ya ukabila. Naomba wananchi wote kwa jumla, tafadhalini mambo ya ukabila muikatae kabisa, kwa sababu shida ambazo mnazo haziko kwa kabila hili au kabila lile. Shida ambazo ziko Kenya ziko kwa kila kabila na kila sehemu Kenya. Ukisema mambo ya hospitali katika matibabu, mambo ya afya, mkiangalia mambo ya elimu, mkiangalia mambo yote ya insurance hata ya hospitali, muangalie mambo ya kodi, muangalie mambo ya maisha kuwa magumu sana. Haya yote Wakenya wanayo. Na hakuna Mkenya mnaweza ita Mkikuyu ndio iko na shida kuliko Mjaluo, au Mjaluo ako na shida kuliko Mkisii, au Mkalenjin hana shida kwa sababu inasemekana kiukabila wako serikalini. Hii shida iko na kila mtu, na ni afadhali tuangalie kabisa wa Kenya. Tusije tukaliharibu taifa letu, tuharibu nchi yetu kwa sababu ya kutumiwa vibaya kikabila. Mimi ni mzee, mwenyekiti wa wazee katika chama cha Jubilee. Na maoni yetu ni ya kwamba Wakenya lazima tuungane, tuwe kitu kimoja. Tuungane, tuweze kupigana na mashida yetu, si kupigana na shida zetu kikabila, tupigane na shida zetu kitaifa. Na mimi ningetaka kusema ya kwamba watu waangalie ambayo yanayotendeka wakati huu. Watu waangalie hatuna chakula cha kutosha. Watu waangalie wanatakiwa kuwa wako busy, wako kazini, wanashughulika na ukulima, tuongeze chakula katika nchi hii ya Kenya. Na kama tutakuwa na siasa ambayo imetuondoa kutoka kufanya kazi, tunaingia kwa siasa, hakuna kitu tutafanya, tutazidi kukaa na mashida. Naomba serikali yenyewe iangalie kabisa mambo ya ukabila, ijue ya kwamba serikali yenyewe ndio imeleta shida nyingi ya siasa. Kwa sababu kama mtu ameenda kwa ugonjwa na wengine ni maskini na wanakataa kutibiwa, hata museme nini au museme nini, museme iliharibiwa na huyu au yule, au vile tenda ilifanywa kwa huyu, hatujui pesa inaenda wapi. Haya yote ni mambo ya mtengenezo wenu, muliyaunda ndio labda ufisadi upate njia kupitia, lakini anayeumia ni mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo serikali iseme ati watu wanaleta siasa nyingi, siasa mbaya. Hakuna siasa mbaya hapa. Watu wanatetea haki yao na lazima wapewe haki yao. Na mimi nataka kuomba serikali ya Kenya kwanza, kabla hamjamuonyesha mtu kidole, mumuonyeshe mwanasiasa yeyote kidole, au mlaumu kabila hile au mlaumu kabila lile lingine, kwanza jionyesheni hicho kidole, kwa sababu hasira ambayo iko na wananchi, shida ambayo iko na wananchi
Hii kinatokana na serikali yenyewe, na ni lazima mjue hii, na hata mfanye nini au mfanye nini, serikali si rahisi kutoka kwa shida ambayo wananchi wamesema ndio nyinyi mnawaletea. Lazima mkubali kubadilika, lazima mkubali mbadilike na mbadilishe, ndio ionekane mnabadilisha, kuliko kulaumiana na kulaumiana kusio na maana. Ndugu zetu, mimi nataka kuambieni nyinyi, muungano wa Raila na Ruto kwangu mimi nasema ni muungano mzuri. Kwa nini mimi nasema ni muungano mzuri? Kama wote wawili wamepima ya kwamba Kenya inaweza kutulia katikati ya sasa na kabla uchaguzi ujao, na kazi ifanyike kwa wananchi, ningesema muungano huo ni mzuri, na ningetaka Wakenya wote waungane hivyo ndio kazi ifanywe. Lakini mnajua wakati utafika siasa ya kuchaguana, mtakuwe viongozi nini hamjui. Lakini mjue ya kwamba wale ambao wanasema haya muungano kama huu ni mabaya, wale ndio wanapotosha Kenya zaidi. Ni kazi gani inaweza kufanyika kama watu hako pamoja? So mimi nataka kusema kwa Raila umejaribu sana, mimi najua umejaribu, na mimi nataka kusema kama mwanasiasa. Sisemi kama mtu ambaye anakuja kupanga pangwa, hapana. Mimi nasema kulingana na maoni yangu. Kama Raila aliona mvurutano huu utatupeleka mpaka uchaguzi uingie, na ni pesa itakuliwa tu na hakuna kazi inafanywa wananchi, basi akaona ni heri tusumuze, tufanye kazi, tufanyie wananchi, tukigoja mwaka wa 2027 ndio tufanye siasa ya kuchaguana. Mimi naweza sema kimaoni yangu ni sawa sana. Nataka kusema kwa Kenya Kwanza ni sawa pia, hata ninyi mmekubali mnaweza kuungana na mfanye kazi na wengine. Pia nataka kusema kwa wananchi wote watukufu na viongozi wote, lazima mjue kila mtu ana haki yake, haki ya maoni, haki ya kuhusiana na haki ya kujisema yeye mwenyewe. Kama hawa wameona haki yao ni kuungana na waseme wakiwa pamoja, kwa nini ninyi mnataka kuwakanisha, kuwakana wasifanye haki yao? Nendeni wale ambao wanapinga hili jambo waende pia waonyeshe haki yao, na vile wangependa wajijenge vile wangependa, lakini wasitumie kukataa na kuwanyima watu haki yao. Nendeni mfanye haki yenu kama wale wengine. Nataka tu kuomba kwa muungano huo uwe, na mimi naona, na mimi nataka kuangalia macho yangu yote, na mimi najua wazee wengine, najua vijana wote, Kenya kwa jumla, tuko macho yetu hata haiko ndani ya Kenya Kwanza, kwa sababu hatuwezi kuwaamini Kenya Kwanza, kwa sababu miaka miwili na bado shida zinaendelea kuongezeka. Tumefika kiwango hatuwezi kuwaamini. Na sasa mtu ambaye anaweza kusema tunaweza kumwamini hapo ni Raila. Raila amekuwa upinzani akipigania haya mambo, anaona yanatendeka paka wa sasa, tungetaka kusema kwa sababu umeungana na hawa, si kwa siasa lakini kwa kufanya kazi. Tungetaka kuona ni nini utafanya ndio uweze kubadilisha. Ni nini utafanya ndio uweze kubadilisha. Some jobs are no ordinary tasks. They are a calling. They are a leap of faith. And many lives depend on those jobs. One such job is the job of being the chairperson of the IEBC, the job that our brother Chebukati was holding. It is thankless. Many lives depend on it. And therefore, as we look at the process of renewing the IEBC, we must all be clear that the strength
of an institution or any institutions that we have in our government, in our country, the strength of those institutions depends on the people that lead those institutions. If Chebukati had not stood firm, as many speakers have said, if Chebukati had not stood firm, not once, but 3 times in a row, then this country would have gone into chaos. So if we are sitting here in peace today, let us thank that gentleman who lies there today. He never gambled with people's lives. Hakucheza kamare na maisha ya watu. Alihakikisha kwamba ni lazima atekeleze wajibu wake kulingana na sheria na kuhakikisha kwamba ukweli ndio unafaulu. The legacy we can leave, na mimi nazungumza nikiwa hapa, na mimi najua I'm one of the people ambaye ni mzaliwa wa jamii ya Kiluya. Saa zingine I tease my brethren and my brothers. Nawaambia kwamba if there was a doubting Thomas kwa hiyo meza ya Yesu, I sometimes wonder if Thomas was the Luya. Kwa sababu kama kuna watu who will always doubt, even when everything is literally in front of you, bado wanauliza maswali garigario, negatodo, gikorich. Let us change our attitude. Let us be united. Let us come together. Today we stand here very proud, Your Excellency, because we have seen dignity in 2 consecutive funerals. The funeral of Malulu Njendi, and today we have seen dignity in the funeral of Chebukati. I'm telling you, this is a rare occurrence. Ukua kama ni hadithi ya Jaba. Kwa sababu tumekuwa tukienda kwa mazishi ni fujo. Mtu anataka kutoa tu statement, apate makofi, but there are no facts. Alafu tunaharibu heshima kwa wale wamefiliwa, tunaharibu heshima kwa kanisa, tunaharibu heshima kwa sisi wote. Leo, these 2 consecutive funerals na hii ya Chebukati itufunze vana wefwe tupeane heshima kwa wapendwa wetu. Let us be respectful to our people. Hapa duniani waweza kudanganya kila mtu, lakini kuna viumbe viwili ambaye huwezi kudanganya. Mmoja ni Mwenyezi Mungu, wa pili ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Mimi najua wakati huyu mzee alikuwa anachukua decision ile ambaye alichukua, alijiangalia ndani na kusema wacha nifanye haki, nitakumbukwa siku moja kwa kusimama na haki. Na pengine hicho ni kielelezo kizuri ambaye ningependa sisi kama taifa, viongozi wale tuko hapa, tuweze kuiga mfano kama huo kila wakati ambapo tunapata fursa ya kuamua chochote katika maisha yetu, uongozi na yale maneno ambayo tunafanya, tusimame na kweli hata iwe chungu kiasi gani, tukijua hapo siku za usoni tutakumbukwa na tutakuwa tumefanya haki mbele ya binadamu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Ladies and gentlemen, that when we talk about devolution, and I support the governor here, let us strengthen devolution. Let us make it even stronger. It is a good thing in our constitution. And I also want to admit and to let you know that in terms of resource allocation, the government of President Ruto
has budgeted the highest ever for devolution. So we strengthen it, yes, but we must also encourage good governance in our counties, in our regions, in our parliaments, because governors are elected, MPs are elected, and I know wana pressure kutoka kwa mwananchi. Mjumbe anaulizwa umefanya nini? Governor anaulizwa umefanya nini? That is why there is this competition. But if we harmonize the pieces of legislation where they need to be harmonized, we shall overcome that challenge and all our systems will work. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki tena Kenya ya ubaguzi ama ukabila ama chuki ama migawanyiko. Kwa sababu ukabila na chuki na migawanyiko haiwezi kutusaidia kwenda mbele kama taifa. We need to move together as a nation. And it is the reason why we will make sure that development in a nation is spread across the nation without any consideration, tribal, regional, or otherwise. We spread development in this country equally. It is now in the public domain. There is one bill that we call, it is now before Parliament, the Transition of Executive Authority and Assumption of Office Bill. Mimi nataka niambie wa Kenya, when you look at that bill, there are lessons that we have picked from the experience that Chebukati went through. Chebukati wanted to bring law and order. He wanted to make sure our systems transit, whether in transitional or whatever, are smooth. From his experience, the way Moses Wetangula Metaja, we were there, we witnessed him. We learned one lesson, that we need to have order, good regulation, good laws, so that transitions for Kenya shall always be smooth and perfect and in accordance with the law.